Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi ilikuwa nzuri. Nafahamu Dodoma walikuwa wanacheza mechi ya leo wakiwa hawana pressure yoyote kwa sababu walishakuwa na uhakika wa kubakia ligi kuu. Kwa hiyo ilikuwa mechi ngumu kimpira kwa sababu walikuwa wako free, hawana msukumo wowote nyuma yao, kwa wanacheza wachezaji kuonyesha talent zao. Sasa hiyo ilikuwa nzuri kwa watazamaji, lakini ilikuwa mbaya kwao kwa sababu unavyofunguka kwa klabu kama Yanga unakaribisha matatizo makubwa zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tumekuwa sehemu ya watu ambao wameshinda mchezo, na jambo zuri ambalo pengine waandishi mnapaswa kulisikia na linapaswa pia kufika kwa Watanzania ambao wanafuatilia football. Leo klabu ya Yanga imefikisha magoli 81 kwenye ligi. Msimu wa 22-23 tulifunga magoli 61. 23-24 tukafunga magoli 71. 24-25 magoli 81. Maana yake kwenye misimu mitatu tumeongeza magoli 10. Sasa msimu huu haujaisha bado. Tuna goli 81, maana yake tumefika hiyo rekodi ya misimu mitatu mfululizo kupanda na goli 10, lakini jambo zuri msimu bado haujaisha. Bado tuna mechi moja ya kwenda kupambana, pengine tukaongeze idadi kubwa zaidi ya magoli. Lakini Karimu yuko hapa, anaweza kutukumbusha toka taifa hili limepata uhuru na ligi imeanza kuchezwa. Sio ligi, yaani mashindano yote yameanza kuchezwa. Kama kuna timu imeshawahi kufikisha idadi ya goli 81 kwenye msimu, nafikiri ni rekodi ya kipekee ambayo bodi ya ligi ambao wanatunza hizi kumbukumbu watakuwa na fursa ya kupitia kwenye makabrasha yao na kuja kutukumbusha kwamba nani mwingine ameshawahi kufikia. Sasa wasiwe na haraka, wasubiri mpaka Jumatano ili wawe na ripoti kamili kwamba goli hizi kwa msimu jumla yake ni ngapi. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni vyema tuwakumbushana hapa, na hata ambao wanakuja kucheza na Yanga siku zinazofuatia huko mbele wajue wanacheza na Yanga ya namna gani. Kama kuna mchezaji pengine ni beki, ni kiungo, mwalimu anapokuambia funguka, unamwambia mwalimu akili za kuambiwa unachanganya. Watu wanatafuta rekodi kipindi hiki. Kwa hiyo nikasema hili pia nilizungumze mpate kulielewa. Hili kubwa ni hilo Betha, kumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imekwisha salama, hatuna majeraha yoyote kwa waliocheza leo. Wote wametoka salama. Niliona wakati fulani Pakome wakati ameanguka pale, message zilikuwa nyingi kwenye simu yangu, bwana huyo vipi shuka kwenye benchi, mwalimu amtoe huyo. Lakini mipango imekwenda vizuri, hakuna injury yoyote, na mchezaji ambaye alikuwa majeruhi kwa mujibu wa daktari wetu Moses Tutu, Prince Dube, anaendelea vizuri. Sijasema kama atacheza, lakini anaendelea vizuri. Kwa hiyo utimamu wake utamuona na benchi la ufundi kama anaweza kutumika siku ya Jumatano inshallah. Ali, kuhusu hatima ya ligi, kwa maana ili Yanga awe bingwa lazima vitu viwili vitokee. Ni either Yanga apate sare au suluhu ni huo mchezo wa mwisho, au Yanga aweze kushinda. Hayo mawili yanaweza kumpa Yanga ubingwa. Kwa hayo mawili, kwa tafsiri yake nyepesi, ni kwamba Simba ndio ameshikilia endorsement ya Yanga ya ubingwa. Kama kuna endorsement ya ubingwa Yanga anaitafuta, hiyo endorsement anayo Simba. Kwa Jumatano inshallah ni either atupe endorsement tuchukue ubingwa au wakae nayo tujitoe. Ni mambo mawili kutokea Jumatano. Watupe endorsement yetu sababu tayari timu nyingine zishatuchangia hizo endorsement, tu pale kileleni. Kabakia yeye atuchangie kwa awamu ya pili endorsement yetu tuchukue champion. Kwa hiyo hatima inaamuliwa Jumatano, na sisi tunaomba mawili ya kutokea, either tupate suluhu au sare au tushinde huo mchezo. Lakini kwa ninavyoona morali, attitude ya players wetu, sioni kama kuna mtu anazungumza mambo ya suluhu au sare. Watu wanazungumza kwenda kupambana wakashinde mchezo. Kwa hiyo suluhu au sare ni option ya pili. Option ya kwanza kwa maandalizi ambayo unayaona ni kwenda kushinda Kariakoo Derby inshallah. Amezungumza kuhusu idadi ya magoli, kwamba tunatuma salamu gani kwa mtu anayekuja mbele. Mimi sioni kama kuna salamu zozote, kwa sababu haya sio mageni. Sio mageni. Kwa hakuna salamu. Ingekuwa ni jambo jipya pengine ndio kuna salamu. Haya sio mageni. Hizi 5 shehe sio kitu kipya kwa watu tunaocheza nao na wanaocheza nao huko mbele. Kwa hiyo hakuna salamu. Ni utaratibu tu wa kawaida ambao pengine umeshazoeleka sasa hivi kwamba Yanga kujichanganya unachukua zako mkono.
Kwa sababu kama kuna salama. Hakuna mahala popote iwe ni Yanga au ni chama mwenyewe pamezungumzwa kwamba mchezaji huyu anaondoka. Aidha Yanga iseme au chama aseme. Kama Yanga tuseme chama anaondoka tumalizana naye, au chama aseme mimi naondoka Yanga. Tafsiri yake ni kwamba bado ni mchezaji wa Yanga. Na tunavyomuona chama kwa muda aliyokuwa nayo sasa hivi. Kwa muda aliyokuwa nayo sasa hivi, chama ni kama kuna kitu anataka kumkumbusha ex wake. Watu wa Kongwe kama Karim Boimanda ambao wameshapitia mishale mingi, wameshaachwa sana kwenye mahusiano, wanajua ukishajipata nini ambacho unataka kumwambia ex wako. Kwa hiyo chama nafikiri kuna kitu anazungumza na ex wake. Sasa kwa sababu mazungumzo yake yalikuwa mbali, haya Jumatano inshallah anazungumza kwa karibu zaidi. Tutakutana, atazungumza nao kwa karibu kabisa aweze kupata majibu maswali yake. Lakini chama ni mchezaji wa Yanga Afrika. Hakuna kauli kutoka Yanga wala kauli kwa mchezaji kwamba mchezaji huyu tumeachana naye. Bado ni mchezaji wetu na tuna enjoy kuwa naye kwenye kikosi chetu. Breaking news ipi? Amerudi nyumbani. Ni yeye kweli? Mimi hiyo sijaiona. Kiukweli sijaiona hiyo breaking news kwamba kuna mtu karudi nyumbani. Labda kama walimaanisha engineer. Yaani sasa walikuwa yuko Marekani, sasa amerudi Tanzania na leo alikuwepo hapa New Amaan Complex. Sidhani kama kuna mtu mwingine alikuwa anazungumziwa zaidi ya engineer Hersi Ali Said. Kama mrudi jana yeye. Swali mwisho jamani. Tukapumzika. Ali, mmemaliza mchezo na Dodoma Jiji. Kwanza kuhusu maandalizi, maana yake unazungumza ratiba ya timu kutoka hapa Zanzibar, si ndio, Dar es Salaam na kila kitu. Kiukweli mimi mwenyewe sijui. Na niwaambie watu wote ambao mnasubiri kusikia ratiba ya Yanga inaondoka lini Zanzibar, itaondoka vipi, haitajulikana kwa sababu mimi msemaji. Yaani caption ya mwisho vinukta vingi mwisho eti nyumbani. Lengo lao mahususi za kufanya hivyo ni akili za kitoto kwamba eti tufanye Yanga wakose mapato, watu wasiende wengi. Sisi Yanga wakati huu tuliokuwa nao, cha muhimu ni pointi 3. Hata Benjamin Mkapa si 3-1. Muhimu kwa Yanga sasa hivi ni pointi 3 na 25. Sasa wao waambie mashabiki wao ya mwisho. Ndivyo hivyo. Mimi nawaambia wana Yanga, kama kuna mechi tunatakiwa tuje kwa wingi, hiyo siku ni Jumatano. Wale ambao wako mikoani, nafahamu ni siku ya kazi, lakini kuikosa Yanga Jumatano Benjamin Mkapa, bosi anaweza akakuelewa kwenye kituo chako cha kazi. Yaani uko zako Mwanza umeajiriwa, labda kwenye benki ya NBC unafanya kazi, wewe chomoka Joe Benjamin Mkapa. Ikifika Alhamis, wewe mpe tu picha ilikuwa kwa Mkapa, atakuelewa. Hii Yanga ni klabu ambayo inaweza kutetea mtu yoyote. Kwa hiyo tunaweza pia kutetea maslahi yako hapo kazini kwako. Usikubali wewe mwana Yanga ukakosa Benjamin Mkapa siku ya Jumatano. Hao ya mwisho nyumbani, wabaki nyumbani kweli. Hivyo hivyo wanakwambiana ya mwisho nyumbani, wabaki nyumbani kweli. Alafu sisi wananchi twendeni kwa wingi Benjamin Mkapa tukaenjoy burudani. Hii timu inatuhitaji sana. Sauti zetu, hamasa yetu, morali yetu siku ya Jumatano. Na wana Yanga najua walikuwa wanaisubiria hii mechi kwa hamu kubwa. Utaratibu kutoka kesho, basi inshallah tuje kwa wingi. Support timu yetu. Shukrani.